Hujambo kwa mara nyingine tena mtazamaji wa Zone Media, uko nami Victor Moshi ili nikujuze yale ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa, na hapa tunaelekea moja kwa moja katika ukanda wa Gaza katika mpaka wa Rafah, ambapo brigedi ya Al-Qassam ambayo ni tawi la kijeshi la harakati ya Hamas imetoa taarifa ikisema kuwa Israel inapaswa kubeba jukumu kamili juu ya mapigano yanayoendelea katika mji wa Rafah kusini mwa ukanda wa Gaza. Kundi hilo limesema wapiganaji wake wanajilinda katika eneo ambalo tayari liko chini ya udhibiti wa Israel. Katika taarifa hiyo, brigedi za Al-Qassam imesisitiza kuwa haitawahi kukubali wazo la kujisalimisha kwa majeshi ya Israel. Adui lazima atambue kuwa brigedi za Al-Qassam hazitambui dhana ya kujisalimisha au kujiweka mikononi mwa adui, taarifa hiyo ilisema. Aidha, kundi hilo limeataka mataifa yanayoshiriki katika usuluhishi kuhakikisha usitishaji wa mapigano unaendelea bila kuvunjwa na Israel, ambayo imetuhumiwa kwa kutumia visingizio visivyo na msingi ili kuanzisha mashambulizi dhidi ya raia. Tunawaweka wapatanishi mbele ya wajibu wao, wapate suluhisho la kuhakikisha usitishaji mapigano unaendelea na kuzuia adui kutumia sababu za uongo ili kuvunja makubaliano na kushambulia raia wa Gaza, taarifa iliongeza. Kwa upande mwingine, Al-Qassam imeomba kuongezwa kwa timu za kiufundi pamoja na vifaa maalum ili kusaidia katika urejeshaji wa miili ya mateka waliobaki katika eneo hilo. Kundi hilo limesema zoezi la awali la kutoa miili linafanyika katika mazingira magumu, lakini walitimiza jukumu lao kulingana na makubaliano yaliyokuwepo. Mchakato wa kutoa miili katika hatua iliyopita ulifanywa chini ya mazingira magumu sana, lakini tulitekeleza wajibu wetu kama ilivyokubalika, ilieleza taarifa ya Al-Qassam. Kwa upande mwingine, brigedi za Al-Qassam zimetangaza kuwa zitarudisha mabaki ya mwili wa askari wa Israel Hadar Goldin leo saa 8 mchana kwa saa za Gaza, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano na ubadilishanaji wa mateka. Kulingana na taarifa hiyo, mwili wa Goldin ulipatikana Jumamosi katika handaki lililoko kwenye kambi ya Yebna, eneo la Rafah kusini mwa Gaza. Hadar Goldin alitekwa na kutangazwa kuuawa wakati wa operesheni ya kijeshi ya Israel mwaka 2014 ndani ya ukanda wa Gaza. Yeye ni miongoni mwa mateka 5 waliobaki kurejeshwa kwa Israel chini ya masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza kutekelezwa mwezi uliopita. Brigedi za Al-Qassam pia zimeomba kuongezewa kwa timu za kiufundi zaidi ili kuhakikisha kwamba miili yote ya mateka inarejeshwa kwa usalama wa hali ya juu, lakini mwisho wa siku kuweza kuhakikisha kwamba wametii na kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yaliidhinishwa na Rais wa Marekani Donald Trump na wapatanishi ikiwemo taifa la Qatar, Uturuki pamoja na Misri. Hadi kufikia sasa, idadi ya vifo ambavyo vimetokea tangu mapigano yaweze kusitishwa mnamo Oktoba 10 mwaka 2025 ni takribani watu 241 wameweza kufariki dunia kutokana na mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza, huku ikituhumu kwamba Hamas imekuwa ikivunja makubaliano ya mkataba wa amani katika ukanda wa Gaza. Mtazamaji wetu, salia nasi kila siku hapa ili uweze kupata taarifa zote zinazojiri katika ulimwengu.